Jamani, kama nilivyowaambia sasa, mboga yetu ya breakfast leo ndio hii. Kama nilivyowaambia inaitwa Swiss Cat Kaleidoscope. Sasa nimeifikisha jikoni mahali husika kabisa, safi. Na visu vyetu ndio hivi. Visu vyetu sisi hatutegemei sana vile vikali sana ambavyo ina kazi ngumu sana ya kukata misuli na minofu. Sisi ndio hivi. Sasa nilitaka tusaidiane, tushare jinsi ya kuandaa hii mboga, lakini naona nafasi hiyo sijaipata. Ila kitu hapa nimeona pia tushare ni kuhusu hiki ambacho nakiona hapa mbele. Hii nyanya sio ile nyanya ambayo unaijua, hata ukizingatia tu vizuri venye inaonekana. Hii sio nyanya ya kawaida. Zungumzi Magix. Hii ni nyanya ambayo ni tunaita giant tomato. Imekuzwa kiasili kabisa, kwa maana kwamba haijatumia sumu yoyote katika kuikuza. Ni nyanya ambayo vile inakaa inaweza kuwa kama vile zile ndogo ndogo kabisa, zile unazozifahamu, zile zinazojimeesha. Inatolerate mazingira kwa asilimia nyingi sana, haitegemei sana yale mapampu ya mgongoni. Unaona? Sasa tunachohitaji tu hapa ni breakfast. Say breakfast. Kwa nini hii nyanya? Kwa sababu kimsingi katika hali ambayo tunatumia sumu nyingi sana kwenye nyanya za sokoni na wapi, imelazimu tutafute namna ambayo tutaweza kupata nyanya ambazo hatuwezi kuacha kukula nyanya sababu zina sumu. Sisi imetubidi na kutulazimu tutafute nyanya ambazo zinaweza kukuzwa bila sumu. Na nikukaribishe baadaye katika comment section, utaniambia wewe unafanyaje kupambana na sumu zinazopatikana kwenye hivyo vyakula vya sokoni. Huwa unaweka nini ndio sumu zisikuletee shida? Haimaanishi tutachanganya nyanya hizi pamoja na hii mboga, maana kuzichanganya hivyo ni kuzivunjia heshima. Hizi nyanya kuzichanganya na mboga zinaweza kuleta kitu kibaya ndani ya mwili, kwa maana inaweza kuchacha tumboni. Sawa? Good day. Bye.